Asante. Kwa majina naitwa Madam Redempta Bernard Runja, mkuu wa shule ya sekondari Mivumoni. Shule yetu ni shule ya kata iliyoanza mwaka 2018 ikiwa na wanafunzi 302 na sasa ina wanafunzi 1133. Nianze kwanza kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maendeleo makubwa ambayo imetusapoti sana hasa katika kipengele cha elimu. Kuanzia mwaka 2020-2025 kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta yetu ya elimu, hususani katika shule yetu ya Mivumoni. Tumejengewa matundu 21, lakini tumejengewa madarasa 2, tumejengewa pia maabara. Hayo yote yamefanywa chini ya kiongozi wetu mkuu Dr. Samia Suluhu. Tunasema asante sana, tunampongeza sana kiongozi wetu, tunasema mitano tena. Asante sana uongozi kwa kutuzidi kutusimamia pia. Kiwa ni viongozi wote kuanzia pia hata watendaji wetu, diwani wetu, kwa sababu changamoto zinapojitokeza zinaanzia kwenye shina na kisha zinafika juu. Tunashukuru kwa kusapoti na hata kufikia sisi tunapata haya yote ambayo tumetengenezewa kwa kipindi hiki chote. Ninasema asante sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwalimu, kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wako kikoje? Kwa upande wa ufaulu nitasoma kwa sababu matokeo yetu tumeanza kidato cha 4, darasa letu la kwanza ilikuwa ni mwaka 2021 ambapo ufaulu wetu ilikuwa kama ifuatavyo. Division 1 tulikuwa nazo 5 kwa maana wavulana 4, msichana 1. Division 2 6, wasichana 2, wasichana 2 na wavulana 6. Division 3 walikuwa 9, walikuwa 11 wavulana na wasichana 9, jumla 20. 4 ilikuwa 66, wavulana 92, wasichana 156 jumla. Lakini division 4 tulikuwa nayo 68, kwa maana wavulana 34 na wasichana 34. Lakini mwaka 2022 tumekuwa na division 0 9 tu, kwa maana ya kwamba division 1 3 2 54, division 3 59, 4 153 na hizo 0 9. Kwa ufaulu huu tunaona kwamba tunasogea mbele. Tukikumbuka kwamba ni shule ya kata, lakini bado tunafanya vizuri na tumekuwa tukipeleka form 5 wengi pamoja na vyuo. Kwa hiyo tunasema tunasogea katika hatua zetu. Labda niende mwaka jana. Mwaka jana tumekuwa na division 1 7, 2 32, 3 36, 4 146 na 0 zilikuwa 48. Kwa hiyo tunaona kwamba idadi kubwa yanayoenda chuo na form 5 inaongezeka. Kwa mchungaji Memory Makweta, mchungaji wa kanisa la EAGT Alpha na Omega, niko Madale hapo. Ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwenye kata yetu ya Wazo. Leo tumekuwa na msafara muhimu sana wa baraka. Msafara wa kwenda kuthibitisha ile kazi ambayo imefanywa kwenye kata yetu ya Wazo. Katika kutembea kwetu tumethibitisha kweli kazi imefanyika. Na ukisoma maandiko kwenye Biblia, Yesu Kristo kuna wakati aliwaambia watu kwamba kama hamtaniamini mimi, basi ziaminini zile kazi ambazo ninazifanya. Kwa hiyo na sisi kwa kutembelea kwetu hii miradi mikubwa mizuri ambayo imefanyika kwenye kata ya Wazo, tumeamini kweli
serikali imefanya kazi. Kweli. Kwa hiyo nianze kutoa pongezi za dhati kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Napongeza kwa kazi hii kwenye kata, lakini pia nampongeza diwani kamanda ambaye amejitoa kwa nguvu zake kuhakikisha anayapeleka haya maendeleo pale ambapo yanatakiwa kufika. Kwa kusema hayo machache, niseme tu asanteni. Tanzania yetu, amani kwanza. Amani kwanza. Tanzania yetu. Ndugu zangu, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Ndugu zangu wananchi wenzangu wa kata ya Wazo ndani ya halmashauri ya manispaa ya Kinondoni na jiji letu la Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, ninaitwa Leonard Tungaraza Manyama, ni diwani wa kata hii ya Wazo. Leo nimekuwa kwenye ziara ya kutembelea na kukagua miradi yote iliyotekelezwa ndani ya kata ya Wazo kwa kipindi cha miaka mitano 2020-2025. Katika ziara hii nimeambatana na viongozi wangu wa kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kata, lakini pia na mabalozi na viongozi wa kamati za siasa za matawi yetu yote, wakikagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 2020-2025. Lakini pia nimeambatana na wenye viti wote wa serikali za mitaa 8 pamoja na viongozi wa umoja wa kamati au umoja wa amani wa viongozi wetu wa madhehebu mbalimbali ya dini ndani ya kata ya Wazo, mashehe, wachungaji, ili nao waweze kuona nini ambacho kimefanyika ndani ya kata ya Wazo chini ya uongozi imara wa Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ambavyo tumeona, kata ya Wazo yamefanyika mambo makubwa na mapinduzi makubwa ya kimaendeleo katika kutatua changamoto na kero za wananchi. Tumetembelea mradi wa mahakama ya mwanzo Wazo hili, mtaa wa Nyakasangwe. Mradi umekamilika, mahakimu wako pale na huduma zinaendelea kutolewa. Sasa hivi wananchi wa kata ya Wazo hawaendi tena mahakama ya mwanzo Kawe. Shughuli zao, kesi zao, migogoro yao inamalizikia ndani ya kata ya Wazo. Tumetembelea kituo cha afya kizuri cha kisasa ambacho kinatoa huduma kwa kina mama, wazee, watoto na watu wote wanapata huduma pale kwenye kituo chetu cha afya Nyakasangwe. Lakini pia tumetembelea shule ya awali na msingi ya Josephat Gwajima ambayo ina mchepuo wa Kiingereza. Hii ni shule pekee ya mchepuo wa Kiingereza ndani ya kata ya Wazo. Ni shule ya serikali. Tulizoea shule za namna hii ziwe za binafsi, lakini sasa ndani ya kata ya Wazo tuna shule ya mchepuo wa Kiingereza ya serikali inayomilikiwa na halmashauri ya manispaa ya Kinondoni. Tumetembelea pia na kukagua maandalizi ya ujenzi wa miradi ya DMDP ndani ya kata ya Wazo. Kwenye kata ya Wazo nimepata kwa sasa takriban barabara 4. Barabara ya Mivumoni, barabara ya Umoja, barabara ya Nyakasangwe na barabara ya Mbopo kuelekea Msumi na kuelekea kule Mbopo Mabwepande. Zote zinakwenda kujengwa kwa kiwango cha lami, na kama tulivyoona tumetembelea site ya mkandarasi tayari hapa Mivumoni. Mmeona maandalizi yake na kwamba muda wowote kazi inaanza ya ujenzi wa barabara za lami ili kutatua changamoto ya mawasiliano kwa wananchi ndani ya kata ya Wazo. Lakini pia kwenye upande wa elimu tumetembelea shule ya sekondari Mivumoni. Tumeona maabara za kisasa. Tumeona jengo la utawala, madarasa yaliyojengwa. Tumetembelea shule ya msingi Twiga pale Kisanga. Shule mpya hiyo ambayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano. Tumetembelea pale Wazo shule mpya ya gorofa inayojengwa pale uwanja wa Panga. Shule ya kisasa na mkandarasi yuko site na kazi inaendelea. Lakini pia tumetembelea shule ya sekondari ya Songoro Mnyonge. Hii nayo imejengwa ndani ya miaka hii mitano. Shule nzuri ya kisasa na madarasa ya gorofa yanajengwa, yanaendelea. Pia tumetembelea mradi mpya wa shule ya sekondari ya Salasala ambayo nayo ni shule ya gorofa, mkandarasi yuko site na kazi zinaendelea. Tumetembelea pia na barabara ya Afrikana kwenda Kinzudi. Kuna kiwango ambacho kimejengwa kwa lami wakati wa miaka hii mitano. Lengo ni kuunganisha kipande hiki kwenda mpaka Goba ili wananchi wanaotoka Afrikana wapite Kinzudi waende mpaka Goba. Ndugu zangu wa Tanzania na wanawazo wanasema kuona ni kuamini. Na mimi kama diwani nimeamua kushirikiana na kamati yangu ya siasa tuwatembeze wananchi waweze kuona nini ambacho kimefanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa yule ambaye anabisha, basi tunamletea aone kwa macho. Kulikuwa kuna watu ambao wanasema hakuna kilichofanyika ndani ya miaka mitano. Niwaambie ndugu zangu, ndani ya kata ya Wazo Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mapinduzi makubwa, na kwa kweli tunamshukuru. Na Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Wazo,
tukuhakikishie ushindi wa kwako wa kishindo ndani ya kata ya Wazo. Kwanza ndio kata kubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam na manispaa ya Kinondoni kwa idadi ya wapiga kura, kwa idadi ya wananchi. Nikuhakikishie kwa kazi ambayo umetufanyia kata ya Wazo, Mheshimiwa Rais, kata ya Wazo tunakuhakikishia mitano tena na kura za kutosha za kishindo kwenye uchaguzi mkuu. Lakini pia kwa kuwa Chama cha Mapinduzi ndio kimetekeleza haya, niwaambie wale wapinzani wajipange ndani ya kata ya Wazo. Asanteni sana ndugu zangu na washukuruni sana. Asante sana.